Na tusalie katika siasa za ODM. Chama cha ODM kimeidhinisha uongozi mpya katika hatua ambayo inatafsiriwa kama mabadiliko makubwa ya kudhihirisha ubabe ndani ya chama hicho. Mabadiliko hayo yaliidhinishwa wakati mkutano maalum wa wajumbe ambapo seneta wa Siaya Oburu Oginga alithibitishwa kuwa kinara wa chama hicho, huku gavana wa Homa Bay Gladys Wanga akiidhinishwa kuwa mwenyekiti wa kitaifa wa ODM. Hata hivyo, seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi alikuwa mwathiriwa wa kwanza wa mkutano huo wa SDC tangu kifo cha Raila Odinga baada ya kukosa hata mjumbe mmoja kupendekeza jina lake. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Bramwell Bwire, mabadiliko haya yameibua mjadala mkubwa kuhusu iwapo Oburu Oginga atakuwa mgombea wa urais kwa mujibu wa katiba ya chama cha ODM au la. Mabadiliko makubwa ya kisiasa yanaendelea kujitokeza ndani ya chama cha ODM kufuatia kuidhinishwa rasmi kwa muundo mpya wa uongozi wa chama hicho. Kidedea mwa mabadiliko hayo ni seneta Oburu Oginga ambaye amedhibitishwa kama kinara wa chama hicho, nafasi za manaibu wake zikichukuliwa na gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasri pamoja na gavana wa Kisii Simba Arati. Mkutano huo wa Jamhuri pia ulimuidhinisha gavana wa Homa Bay Gladys Wanga akithibitishwa kama mwenyekiti wa chama, hatua inampa mamlaka zaidi ndani ya chama hicho. Wanga atasaidiwa na mbunge wa Rarieda Otienda Molo na mbunge wa Turkana Kusini John Namoit kama manaibu wake. Hata hivyo, maamuzi hayo hayakukosa majeruhi. Seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi akipigwa shoka katika wadhifa wake wa naibu kinara wa chama baada ya wajumbe kukataa jina lake wakati wa mchakato wa kuidhinisha viongozi, na hivyo nafasi yake kusalia wazi. Kulingana na mwenyekiti Wanga, nafasi hiyo itaendelea kubaki wazi hadi wakati mwingine utakapotangazwa baadaye. Kuondolewa kwa Osotsi kumekuwa kukijengeka baada ya usuhuba wake na vuguvugu la Linda Mwananchi linalohusishwa na katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna. Vuguvugu hilo limekuwa mstari mbele kupinga ndoa baina ya ODM na chama tawala cha UDA. Katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna pia yupo kwenye darubini. Ingawa bado yupo ofisini kwa sasa, hatima yake ipo mikononi mwa kamati ya kutatua migogoro ya ODM kufuatia uamuzi wa Ijumaa uliotolewa na baraza la mahakama la mizozo ya vyama vya kisiasa. Na ODM inapokaribisha awamu mpya ya uongozi, maswali bado yanaulizwa kuhusu umoja wa chama na jinsi sauti za upinzani zitakavyoshughulikiwa siku zijazo. Bramwell Bwire,